Mtoto aliyepotea sehemu ya 6. Karibu katika simulizi inayokwenda kwa jina la Mtoto Aliyepotea, simulizi inayoelezea historia ya mtoto wa kitajiri aliyepotea na kulelewa katika familia ya kimaskini. Tuungane katika safari yetu ya simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Anayetuelezea kisa hiki ni Mzee Daudi, mkazi wa ukoo mkoani Mwanza, katika mtaa mmoja unaofahamika kwa jina la Nyamongolo. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Daudi tayari ameshaanza harakati za kuweza kumtafuta mtoto wake Neema. Ni baada ya kuambiwa ukweli kwamba yule mtoto ambaye alimzika miaka 20 iliyopita hakuwa Neema, bali Neema alipona katika ile ajali. Basi Mzee Daudi akaanza harakati za kumtafuta binti yake, lakini naye mke wake Elizabeth akijifanya kushirikiana bega kwa bega na mume wake ili kumtafuta mtoto huyo Neema. Lakini kwa upande wa Elizabeth, kwake hakuwa na nia nzuri kwa ajili ya kumpata mtoto huyo. Yeye mawazo yake ni kwamba kama akiwa kwanza kufanikiwa kumpata Neema mapema, lengo lake lilikuwa ni kumuondoa katika uso wa dunia, yaani kumuua kabisa sionekane. Lakini Daudi yeye matamanio yake makubwa ni kumuona binti yake. Ni kwa sababu alikuwa amemmisi sana, alikuwa amemkumbuka sana binti yake huyo. Ni kwa sababu binti yake Neema alikuwa amefanana kabisa na marehemu mke wake aliyekuwa anafahamika kwa jina la Suzi. Lakini kutokana na roho mbaya ya mke wake wa pili huyu anayefahamika kwa jina la Elizabeth, akaamua kutengeneza ajali feki ili kumuondoa mtoto huyu katika familia hii ya kitajiri na mali zote za Mzee Daudi aweze kumrithisha binti yake. Lakini pia upande wa pili, kijana wa kitajiri anayefahamika kwa jina la Akram amezama katika penzi la binti Neema, ambaye kwa sasa anafahamika kwa jina la Upendo, anaishi katika mkoa wa Kilimanjaro na mama yake mlezi ambaye alimwokota kipindi hicho anayefahamika kwa jina la Maria. Basi Akram kama ambavyo aliwaahidi kwamba ikifika Jumapili, Akram kama ambavyo alimwahidi Maria pamoja na binti yake Neema ambaye kwa sasa anafahamika kwa jina la Upendo, alisema kwamba ataenda Jumapili kwa ajili ya kwenda kufuata jibu lake kama wapo tayari yeye kuweza kununua eneo lile ambalo wanaishi. Alipata majibu tofauti. Neema alimwambia kwamba yeye hayuko tayari kuona eneo lile linauzwa. Alikuwa anauza ni kwa sababu alikuwa anahitaji pesa kuweza kumtibia mama yake pamoja na mtaji. Kwa kuwa Akram kwa mara ya kwanza alivyofika pale alimpatia kiasi cha shilingi 100,000, basi alimsaidia kumpa mtaji pasipo yeye kufahamu. Basi Akram hakutaka kujadili sana swala hilo, lakini ndio akaona muda mwafaka wa kuweza kuelezea hisia zake juu ya mtoto mzuri huyu Neema ambaye yeye anamfahamu kwa jina la Upendo. Lakini wakati yote haya anaendelea, naye Diana hakuwa nyuma. Yeye alikuwa anamtafuta binti ambaye anazichachafya hisia za mpenzi wake Akram, kiasi kwamba cha kumfanya Akram asitishe swala la yeye pamoja na Akram kufunga ndoa. Basi baada ya kugundua kwamba Akram kuna sehemu ambayo huwa anaenda na ndio binti ambaye inaonekana Akram anampenda sana, Diana alijapiza kutoka ndani ya moyo wake. Alijapiza kwamba ni lazima atamuonyesha binti yule, ni lazima atamfundisha adabu. Yaani alihakikisha kwamba atafanya juu chini ili mradi binti yule aumie na akate tamaa kabisa kuwa na Akram. Haijalishi kama amemkubali au amemkataa. Yeye Diana alichowaza ni kwamba ni kumuumiza binti yule asiwe karibu na mpenzi wake Akram. Basi Akram baada ya kuongea mazungumzo yale pamoja na Neema, Akram akaamua kumwacha, lakini alimpa muda Neema wa kuweza kujifikiria juu ya swala lile ambalo amemwambia. Basi Neema akasema sawa, mimi nitaenda kumwambia mama, kama mama akikubali basi nitakuwa niko tayari kuwa na wewe, lakini mama akikataa sitakuwa tayari kuwa na wewe. Basi Akram akaamua kuondoka eneo lile, na Diana pia akaamua kuondoka mkoani Kilimanjaro na kurudi kwao jijini Mwanza. Lakini alipofika nyumbani kwao, Diana alimuelezea mama yake kila kitu ambacho amekishuhudia baina ya Akram pamoja na yule binti wa kimaskini. Mama yake Diana ambaye ni Elizabeth akamwambia Diana kwamba mtoto wangu, hautakiwi kushindwa kirahisi namna hii binti yangu. Huyu ni binti mrembo na ni ndoto ya kila kijana mwenye malengo makubwa na wewe. Na ukizingatia Akram huwezi kumwacha kirahisi hivi kwa sababu Akram anatoka katika familia ya kitajiri.
Yaani hata mimi mfano siku nikaja kuondoka hapa kwa babako, nitakuwa na amani kama wewe utaolewa na Akram. Fanya kila njia, binti yule tutamtafutia mipango yote tuweze kumteketeza kabisa. Sawa binti yangu. Diana akasema sawa mama, nimekuelewa. Yaani nitahakikisha binti yule atajuta ni kwa nini alifahamiana na Akram. Elizabeth akaendelea kumjaza sumu binti yake Diana kwamba ni lazima hakikishe kwamba anamuumiza binti yule. Lakini upande wa pili Akram naye alifika nyumbani kwao. Aliwaambia wazazi wake juu ya namna ambavyo ameweza kuongea na yule binti anayefahamika kwa jina la Upendo. Lakini akawaambia wazazi wake kwamba baba, mama, nimejaribu kuongea na Upendo siku ya jana wakati nilipoenda kule mkoani Kilimanjaro, lakini Upendo anaonekana ni binti wa kitofauti sana. Amesema hawezi kunipa maamuzi yeye peke yake mpaka akamshirikishe mama yake. Na mpaka saizi ujue Upendo hana simu. Yaani hata kusema kwamba nitawasiliana naye kwa njia ya simu ili aweze kunipa jibu kwa haraka nashindwa. Yaani itakuwa inanibidi kwamba kila weekend niwe naenda kumtembelea binti yule. Hakika baba, sitaki kumpoteza. Ni binti mwenye heshima, mwenye maadili, anayejua nini maana ya utu. Yaani sitaki kumpoteza kabisa wazazi wangu. Babake na mamake Akram akamwambia, sawa kijana wetu, sisi tunakuelewa. Basi wewe fanya kila njia ambayo utaona ni sahihi kwa upande wako kwa ajili ya kuweza kumpata binti yule. Lakini hakikisha usimlazimishe binti yule kuwa mpenzi wako. Kama yeye ataona haufai kuwa naye, aje atafute chaguo lililo sahihi kwa upande wake. Haijalishi una kipato kiasi gani, lakini mapenzi ni hisia kijana wangu. Mapenzi hayachagui pesa, mapenzi si utajiri. Tuangalie na moyo wake binti huyo. Mamake pia Akram akaongeza kuwa, akasema lakini Akram, kadri unavyozidi kunihadithia historia ya huyo binti, anaonekana ni binti makini sana na binti mwelewa sana. Ni kwa sababu ni mabinti wachache ambao wanaweza kufuatwa na vijana kitajiri kama nyie. Yaani huwa hawana hata muda wa kufikiria, wanakubali papo kwa papo. Lakini binti huyu anaonekana ni binti mwenye msimamo, anayezingatia moyo wake na hisia zake, lakini pia anayefuata maamuzi yake. Binti huyu nafikiri ni binti ambaye atakufaa sana. Ni binti ambaye hana tamaa. Yaani kama ulienda na msululu wote ule wa magari, lakini bado anakuona wewe kwake ni mtu wa kawaida sana, binti huyo anafaa. Hatakiwi kupenda pesa zako, anatakiwa kukupenda wewe kama wewe. Akram akasema, sawa mama yangu, nimekuelewa sana mama yangu. Asante pia kwa ushauri wako. Asanteni pia wazazi wangu kwa kuwa upande wangu. Basi wazazi wa Akram wakamshauri mambo mengi Akram juu ya maisha ya mahusiano. Wakati hao yakiendelea, huku Daudi yeye akihaha kuendelea kumtafuta binti yake Neema. Wanasema usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Hafahamu kwamba binti yake aliyemlea Diana tayari ameshaonana na binti yake Neema. Japo Diana hajamfahamu kwamba yule ni mtoto wa mzee Daudi, yeye alichofahamu kwamba Neema ni adui yake katika mahusiano yake. Na huku akiwa amepanga njama kubwa ya kuweza kumwangamiza kabisa Neema, lakini pia naye mama yake akihaha kumtafuta Neema pasipo kujua kwamba yule binti ambaye anamuumiza kihisia mtoto wake kwa kuhofia kumuibia mpenzi wake ndio huyo Neema ambaye anakuwa anamtafuta usiku na mchana ili aweze kumtoa uhai wake. Lakini mzee Daudi yeye kila siku anamuomba Mungu aweze kumsaidia kukutana mapema na binti yake, arudi katika maisha yake, kwa sababu amemkumbuka sana binti yake. Anataka aje kuishi maisha ya kimalikia kwa sababu yeye ndio binti na ndio malikia wa maisha yake, kwa sababu tangu mke wake Suzy alivyofariki na alimwachia furaha yake ambayo ilikuwa ni Neema, lakini furaha hiyo ilidumu ndani ya miaka 2 tu. Baadaye mtoto yule akapotea. Basi wakati hayo yote yanaendelea, Diana yeye alikuwa anapanga mikakati ya kwenda kuangalia ni namna gani ya kuweza kummaliza binti yule, na akawa anaomba ushauri kwa mama yake ni njia gani ambazo anaweza kuzitumia kwa ajili ya kummaliza binti yule. Lakini mama yake akampa wazo moja, akamwambia kwamba Diana, si unajua yule binti kwamba ni binti maskini, na kwa nilivyopeleleza nimeambiwa kwamba kumbe lile eneo ambalo alikuwa anataka kumuuzia Akram ni eneo ambalo ni urithi wa mama yake, hivyo anaogopa kupoteza ndoto za mama yake. Kwa hiyo fanya juu chini uweze kuliteka lile eneo, na nina uhakika atakusujudia kama utatumia ujanja mwingi kuliteka lile eneo. Yaani fanya kila njia.
Yaani ikiwezekana msababishia hasara yoyote ambayo hawezi kuilipa, ili baadaye ukachukua lile eneo ambalo anajivunia. Lakini ukishachukua lile eneo, ili uweze kumrudishia, itabidi umwambie ukweli kwamba kama anataka kuchukua eneo lake na wewe umrudishie eneo lake, ni lazima aachane na mpenzi wako Akram. Diana akasema, wao mama, hilo wazo ni zuri, nimelipenda sana hilo wazo lako, subiri niende. Basi Diana akaendelea kufanya mchakato ni namna gani ya kuweza kuliteka lile eneo la kina Neema, ili baadaye Neema ashindwe wapi pa kukimbilia na arudi kumpigia magoti Diana, na Diana ampe sharti kama anataka kuachiwa eneo lake, basi achana na mpenzi wake Akram. Basi ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Diana alielekea huko mkoani Kilimanjaro. Alipofika pale nyumbani kwa kina Neema, akajifanya kwamba na yeye alikuwa anataka kununua maeneo pale katika kijiji kile. Lakini alipofika pale, alimkuta Neema ambaye ni Upendo, lakini mama yake alikuwa amelala ndani. Alipofika akapiga hodi. Hodi. Neema akamkaribisha. Karibu. Akasema, "Oh, asante. Habari yako dada?" Neema akaitika, "Ni nzuri tu, karibu, sijui nikusaidie nini dadangu." Diana akasema, "Oh, samahani, nilikuwa natafuta maeneo ya kununua, lakini nikaambiwa kwamba hapa na nyie pia mlikuwa mnauza eneo lenu. Sijui nitapata ili eneo au nimechelewa." Neema akasema, "Oh, pole sana dadangu. Eneo hili hatuuzi. Hata hivyo tulikuwa tunauza ni kipande tu kidogo cha eneo, ni kwa sababu ya changamoto ambazo tulikuwa nazo. Lakini changamoto hizo tayari tumeshazitatua. Eneo hili hatuuzi tena. Lakini kuna mzee mmoja ambaye yuko hapo chini, kuna eneo lake ambalo alikuwa anauza. Ingekuwa ni vyema kama ungeenda pale kuangalia, uende ikawa bahati yako." Diana akamwangalia Neema, akampandisha, akamshusha. Alimwangalia kidharau. Kisha akasema, "Oh, asante. Lakini nikiangalia huku njia ni mbovu sana. Siwezi kupita na gari langu. Kwa hiyo nilikuwa naomba niliache gari langu hapa ili niende kwa huyo mzee nikaangalia hayo maeneo. Alafu baada ya kuangalia hayo maeneo nitarudi." Neema akasema, "Oh, haina shida dada, unaweza tu kapaki gari lako hapa. Wewe ukaenda kuendelea kuangalia hayo mashamba." Basi Diana alifurahi sana kusikia kwamba amekubaliwa kwamba yeye aache gari pale nyumbani kwa kina Neema, kisha yeye afike kijiji cha jirani kwa ajili ya kuangalia maeneo. Lakini Diana mpango wake haukuwa ni kuangalia maeneo wala kuacha gari pale. Alikuwa na mpango kabambe ambao alikuwa ameuandaa. Basi wakati anaondoka na mlinzi wake, Diana akamwambia mfanyakazi wake kwamba hakikisha anatengeneza moto ambao utaunguza gari lile. Haijalishi atatumia njia gani, lakini gari liungue likiwa pale nyumbani kwa kina Neema. Na Diana alifanya hivyo ni kwa sababu Neema alionekana ni binti ya kimaskini sana. Hivyo kama gari lingeungua pale nyumbani kwa kina Neema, angemtengenezea kesi kwamba Neema ndiye ambaye ameunguza gari la Diana, na hivyo alitakiwa kulipwa. Na kitu ambacho aliamini kwamba Neema hawezi kulipa gari lile, hivyo atamfanya vile ambavyo atataka. Basi Diana akaendelea kutembea. Baada ya kufika hatua chache, mfanyakazi wake Diana akafanya kama vile ambavyo Diana amemwachia maagizo. Alichukua kiberiti cha gesi, akakiwasha na kukitupia ndani ya gari. Alafu yeye akaondoka chapu kwa haraka. Neema yeye huko akiwa ajui hili wala lile ambalo linaendelea katika gari lile. Neema yeye alikuwa anaendelea kumshughulikia mama yake, alikuwa anaendelea kumpikia uji mule ndani. Baada ya kama dakika 10 hivi, Neema akaanza kusikia harufu ya kuungua kutoka pale nje. Ikabidi Neema atoke ili akaangalie ni kipi ambacho kinatoa harufu pale nje kwao. Basi wakati anatoka, Neema hakuamini kile alichokiona katika macho yake. Yaani aliona gari likiwa linawaka. Ikabidi amwite mama yake. Mama njoo uone, gari la watu linaungua. Sijui tutasemaje mamangu. Njoo uone." Mamake akatoka. Akasema, "Wewe Neema, kwani moto leo umekokaje wewe?" Neema akasema, "Mama, leo hata sijakoka moto nje. Nilikoka tu moto asubuhi wakati tunachoma takataka, lakini sijui moto umetoka wapi au kuna namna ambavyo imefanyika. Yaani hata sijui yule dada atanichukuliaje mama." Mama yake akasema, Neema, sijui tunafanyaje hapa." Ikabidi waanze kushughulika kuzima moto. Walikuwa wanazima moto ule, lakini tayari walikuwa wameshachelewa. Kwani gari lilishika moto kwa 100% kubwa. Gari lile likawa linawaka. Wakati wanaendelea kupambana kuzima moto ule, ndipo Diana akatokea akiwa yeye pamoja na wafanyakazi wake. Diana alipofika, akasema, "Yaani ili linalowaka ni gari langu au kuna gari lingine ambalo linawaka?" Neema akasema, "Dada sikiliza, naomba unielewe.
nitakueleza kila kitu ambacho kimetokea hapa. Diana akasema no. Yaani nikusikilize nini? Nikusikilize nini binti? Yaani nimeleta gari kwa upendo mkubwa, nimekuomba nipaki hapa. Kama ulikuwa utaki, si ungekataa? Ndio maana umenipeleka kijiji cha pili nikaangalia viwanja kule. Kumbe ulikuwa na lengo baya, si ndio? Neema akamwambia hapana dadangu, sio hivyo. Mimi sina roho mbaya kiasi hicho. Hata kama mimi ni maskini, lakini siwezi kuunguza kitu chenye thamani kubwa kama hiki. Nitapata wapi ujasiri wa kuunguza gari kama hili dadangu? Naomba unisamee sana dadangu. Diana akasema unasema nikusamee? Yaani nikusamee kivipi? Yaani uunguze gari langu alafu uniambie nikusamee? Unafikiri hili gari ni la shilingi 2500 au unafikiri hili gari ni baskeli? Ni bei ya baskeli, si ndio? Mamake Neema akaingilia kati. Akamwambia binti yangu, wewe ni sawa na binti yangu. Upendo wangu hajafanya kitu chochote katika gari lako. Wakati wewe umepaki hili gari hapa nyumbani, mtoto wangu aliingia ndani, alikuwa ananikorogea uji. Lakini wakati mimi naendelea kunywa uji, ndipo tukasikia harufu ya moto ikitoka huko nje. Tunatoka tunakuta gari linawaka. Tumejaribu kadri ya uwezo wetu kuzima ile gari, lakini tumeshindwa binti yangu. Tutafanya nini? Hatuna chochote. Ukizingatia maisha yangu ndo haya, maisha yetu ndo haya. Binti yangu hana kazi yoyote ambayo inamuingizia kipato hapa mjini zaidi ya kuuza matunda ya shilingi 100. Tutakusanya hizi pesa kwa miaka mingapi ili tukulipe gari lako binti yangu? Diana akasema we mama, koma. Hivi ukijiangalia juu mpaka chini, una hadhi ya kuwa na binti kama mimi? Hivi umeniangalia vizuri au uko kwenye ndoto za mchana? Na kuuliza, unawezaje kunitamkia neno kwamba mimi ni kama binti yako? Binti yako sio hapa binti mpuzi aliyechoma gari langu. Sasa sikiliza, nahitaji uongozi wa serikali ya mtaa ufike hapa nyumbani ili tuongeze vizuri. Siwezi nikaondoka nikaacha gari langu la mamilioni hapa linaungua kwa sababu ndogo tu za kijinga tu. Yaani mchome gari langu alafu mje uniambie sijui ukiwa kama binti yangu. Haiwezekani. Basi Diana akaanzisha vurugu kubwa pale nyumbani. Wanakijiji wakajaa pale. Mwisho wa siku wakauita uongozi wa kijiji ili waje kutatua kesi ile. Na walipofika, Diana akaeleza kila kitu na nia yake. Alisema kwamba kama hawawezi kumlipa gari lake, basi yeye anachotaka ni kuchukua lile eneo. Na pia lile eneo ni la pesa kidogo sana. Na atamchukua Neema, ataenda kumfanyia kazi katika kampuni yake. Atakuwa ni mfanya usafi katika kampuni yake. Na huko mjini kama akienda, Diana yeye atatafuta sehemu ya kulala, sehemu ya kula na sehemu ya kila kitu. Lakini yeye anachotaka ni kuchukua lile eneo, lakini pia kumchukua Neema kwenda naye mjini na kwenda kumfanyisha kazi katika kampuni yake ambayo anaisimamia. Basi wananchi pamoja na viongozi wa kijiji kile walijaribu sana kumwomba msamaha Diana, lakini Diana alikuwa ameshikilia msimamo wake ule. Ni kwa kuwa tayari alikuwa na nia mbaya na familia ile, kwa hiyo alikataa kata msamaha ule. Basi ikabidi waandikishane lile eneo kwamba Neema ataenda kufanya kazi katika kampuni ya Diana ndani ya miaka 5. Na baada ya kufanya kazi ndani ya miaka 5 ndipo ambapo atarudishiwa eneo lile la mama yake. Kwa kuwa Neema alikuwa hataki kupoteza urithi wa mama yake mlezi huyo Maria, akaamua tu akubali ukweli. Akamwambia Diana, sawa dada, nimekubali. Kila kitu hutokea kwa sababu. Huenda haikuwa riziki yetu mimi na mama yangu kuendelea kukaa katika mkoa huu wa Kilimanjaro. Ndio maana hili limetokea. Lakini naapa mbele ya Mungu wangu aliyeniumba, naapa mbele ya Mungu aliyeumba ardhi pamoja na mbingu, kwamba mimi sijalichoma ile gari. Ipo siku utakuja kuutambua ukweli dadangu, na utakuja kujutia kwa hicho ambacho umekifanya, kwa sababu unanionea tu mimi binti maskini ambaye sina mbele wala sina nyuma. Sijui kesho yangu. Huko unakotaka kunipeleka sina ndugu yangu ni mama yangu tu huyo hapa, na mama yangu ndugu yake ni mimi tu. Tuko tu wawili katika ulimwengu huu. Kwa nini unatufanyia hivi? Diana akasema, yaani sitaki kusikia hizo hadithi zako za maisha. Kwani mimi nimekuja kuandika historia za maisha yenu hapa? Au mmesikia mimi ni mama msaada? Mimi nilifuata maeneo. Mngekuwa hamtaki gari langu nipaki hapa, mngesema, lakini sio kuchoma moto. Mnachoma tu moto gari, mnafikiri ni kiberiti hiki? Ala. Diana akachukua simu yake na kuanza kupiga simu upande wa pili. Akampigia simu mama yake na kumwambia kwamba, "Oh mama, nilikwambia kwamba nimekuja Kilimanjaro kwa ajili ya kuja kutafuta maeneo. Nimekuja kutafuta maeneo lakini eneo sijalipata, lakini kuna ajali ambayo nimeipata." Mamake akashtuka. "Ajali gani hiyo mwanangu?" Diana akasema, "Gari langu limeungua moto. Kuna wanakijiji wawili ambaye ni mama na binti yake
wamechoma moto gari langu. Mama yake Diana ambaye ni Elizabeth akagundua fika kwamba huo ulikuwa ni mchezo wa binti yake Diana. Basi akasema, mwanangu, chukua maamuzi yaliyo sahihi kisha urudi nyumbani mara moja. Diana akasema sawa. Basi Diana akauambia uongozi wa kijiji kile kwamba mimi sitaondoka peke yangu mjini, nitaondoka na hawa watu. Kwa kuwa huyu binti amesema mama yake anaumwa, basi binti peke yake ndio atakuwa anafanya kazi katika kampuni yangu. Mama yake yeye atakuwa anamsubiri sijui nje sijui wapi, mimi sitaki kujua. Haya, tuondokeni. Neema akasema basi sawa, ngoja nichukue nguo. Diana akasema, una raha gani ya kuchukua nguo na umenichomea gari langu? Yaani hili eneo kuanzia sasa sio eneo lako tena. Yaani hauna mamlaka yoyote ya kuchukua chochote kile katika ndani ya hii nyumba. Hata kiwe kijiko tu upate kuchukua. Haya, tuongozane. Basi baada ya kutembea tu kadhaa, magari yakafika pale, wakabebwa na kupelekwa moja kwa moja jijini Mwanza. Waswahili walisema kumpiga chura si kumkomoa, bali ni kumuongezea mwendo. Basi Diana alijua kwamba anamkomoa binti huyu Neema anayefahamika kwa jina la Upendo kwa sasa. Anampeleka jijini Mwanza kwa ajili ya kumpa adhabu kwa kuchoma gari lake, lakini kitu asichokijua kwamba binti huyu ndiye ambaye baba yake mlezi ambaye ni Mzee Daudi ndiye ambaye anamtafuta usiku na mchana. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 6 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Mtoto Aliyepotea. Je, Daudi atafanikiwa kumtambua mtoto wake Neema? Na vipi kwa upande wa Elizabeth ambaye naye pia usiku na mchana anahaa kwa ajili ya kumtafuta binti huyu ili aweze kumwangamiza, kwa sababu anataka mali zote zilizopo zibaki chini ya mikono ya binti yake anayefahamika kwa jina la Diana. Usikose kufuatilia muendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai, Mtoto Aliyepotea.